Yes, bwana, mambo vipi mtazamaji wa Focus TV? Bwana, leo tupige story kidogo. Kama unavyojua katika mambo ya soka kumekuwa na ukosefu wa moja ya beki wa kulia katika kikosi cha Young Africans. Tunamzungumzia Atola Yao Kwasi, mwa Ivory Coast huyu ambaye Young Africans walimchukua kwa lengo la kuwa beki wa kulia. Yao amekuwa nje kwa msimu kidogo kutokana na kupata kwa jeraha ya nyama za paja, lakini pia alikuwa anasumbuliwa na goti, lakini pia alikuwa na shida ya kifundo sehemu ya mguu. Katika siku chache tumemwona beki huyu wa Young Africans akiwa mazoezini akishirikiana na wenzake kufanya mazoezi kuelekea mapambano kwa mechi zijazo za ligi kuu ya Tanzania, lakini pia mechi za kimataifa. Ni furaha iliyoje kwa mashabiki wa Young Africans ambao walitamani kwa muda mrefu kumuona beki huyu akirejea tena uwanjani. Ifahamike kwamba kabla ya kurejea kwake, kwa sababu amepata majeraha ya muda mrefu sana, uongozi wa Young Africans ulimtafuta beki mwingine ambaye alireplace eneo lake, lakini kwa sasa tumemwona akiwa anafanya mazoezi. Inawezekana uongozi wa Young Africans umeona umrejeshe tena katika nafasi yake. Ameonekana baada ya beki Ibrahim Baka kupata kadi nyekundu. Naweza kusema ni kupata kadi nyekundu kwa sababu amefungiwa kucheza mechi 5 mfululizo. Hii imetokea baada ya mchezo wa Young Africans dhidi ya Mbeya City, ambapo Ibrahim Baka alionyesha kitendo ambacho sio cha kiungwana kumchezea vibaya mchezaji wa Mbeya City eneo la paja. Kwa hiyo ilileta maswali kidogo mtandaoni, na wadau wengi waliona ni kwamba hili kama sio jambo la kiungwana wakalifikisha kwenye kamati husika, na Ibrahim Baka amepewa adhabu ya kutocheza mechi 5 mfululizo. Baada ya Baka kuondoka, sasa yupo nje, na kwa sasa Ibrahim Baka anaendelea na majukumu mengine ya kuitumikia timu ya Taifa Stars. Inawezekana uongozi wa Young Africans, kama nilivyosema mwanzoni, umetamani kumrejesha tena Yao Kwasi. Huenda inaonekana amepona au anaendelea vizuri. Kwa hiyo kwa mazoezi ambayo ameendelea kuyafanya, inawezekana ikawa ni furaha kwa mashabiki kwa kurejea kwake, kwa sababu Yao Kwasi Atola ni beki bora. Ni beki ambaye anajua nidhamu ya mpira, anajua kusoma mchezo, lakini pia ni beki ambaye amekuwa akisaidia upande wa kulia. Ni mtu ambaye anachukua mpira, anatembea nao mpaka kufika mbele kwenda kusaidia kushambulia kwenye lango la timu pinzani, lakini pia ni beki ambaye amekuwa baada ya kufanya hivyo anarudi mapema sana golini kuhakikisha ulinzi na kuzuia mipira ya counter attack. Kwa hiyo urejeo wa Yao Kwasi kwenye kikosi cha Young Africans kama beki wa kulia itakuwa na faida, kwa sababu pia tabia hiyo pia tumekuja kuiona kwa Israel Patrick Mwenda ambaye pia naye amekuwa na kariba hiyo ya mchezaji Yao Kwasi. Kwa hiyo hii ni taarifa njema kwa wananchi kurejea kwa Yao Atola Kwasi, na itaenda kuongeza ufanisi katika eneo la ulinzi kwa upande wa Young Africans. Kwa hivyo kama ni jambo jema, basi wananchi tegemeni kuliona hilo, kwamba mwamba karudi, mwamba karejea kuleta matumaini tena kwa upande mwingine. Na uzuri ni kwamba klabu ya Young Africans ni klabu ambayo imekuwa na mabeki bora zaidi. Tunamzungumzia Dickson Job, tunamzungumzia Israel Patrick Mwenda, tunamzungumzia pia Bakari Nondo Mwamnyeto, lakini pia tunamzungumzia Kibwana Shomari, tunamzungumzia Ibrahim Baka, lakini pia tunamzungumzia Atola Yao Kwasi, lakini pia Yanga wamefanya ingizo jingine la beki mwingine kutoka klabu ya Simba, Mohamed Hussein Zimbo Junior. Kwa hiyo kwa utajiri huu tunaona Yanga haitateteleka tena, bado inaendelea kusimama imara, na hasa kwa urejeo pia wa huyu beki wa kulia Yao Atola Kwasi. Kwa hiyo ni taarifa njema kwa wananchi. Jambo jingine pia bwana, klabu ya Young Africans kwa siku chache hapa, siku 2-3 imetokea taarifa za hapa na pale wanahusishwa kumsajili kocha mwingine baada ya sintofahamu zilizotokea kwa Romain Folz, ambaye amekuwa kidogo mfumo wake wa uchezaji umekuwa ni mgumu kwa wachezaji wake, kitu ambacho kimekuwa kinaleta ugumu wa kupata matokeo. Hivyo Young Africans imeingia sokoni kumtafuta kocha mwingine, na kocha ambaye anahusishwa ni kocha
Ramod ambaye ni kocha wa timu ya taifa ya Madagascar. Kama Young Africans watampata huyu kocha, of course ni kocha mzuri. Tunaona amesaidia timu ya Madagascar katika mashindano ya CHAN, lakini pia amesaidia katika kufuzu mashindano ya kombe la dunia. Kwa ni kocha mzuri na ni kocha ambaye anapenda timu icheze kwa nidhamu, ni kocha ambaye anapenda sana timu ishambulie, lakini pia ni kocha ambaye anapenda timu pamoja na kushambulia iwe na uwezo wa hali ya juu wa kulinda kile ambacho wanacho. Ni kocha pia ambaye anatumia 4-3-3, lakini pia ni kocha ambaye anatumia 4-2-3-1. Kwa hiyo kama Young Africans watampata kocha huyu, ni kocha mzuri na ni kocha ambaye ana uzoefu wa mashindano ya kimataifa kwenye mambo ya CAF. Kwa hiyo ni kocha mzuri, na wakimpata Young Africans watavuka lengo lao, kwa sababu tunasema kwamba ni kocha ambaye anajua mashindano mengi ya CAF, lakini pia kwa namna ya uchezaji wake, namna mfumo wake, namna ufundishaji wake, tutegemee kuona matokeo mazuri. Na mpaka sasa ninavyozungumza bwana, zipo 90% za kocha huyu kujiunga na kikosi cha Young Africans.